kuna swala la AI kuja kureplace wafanyakazi wengi sana kwenye ajira zao. Sasa naona hichi kitu kinaongelewa mitandaoni kwenye engo tofauti tofauti, lakini mimi kimevuta attention yangu nilipoona CEO wa Uber duniani akiwa anaongelea kuhusiana na hichi kitu, na yeye alikuwa anaongelea kwenye mrengo wa kwamba AI itakuja kureplace ajira za wale madereva. Of course unaona kwa mwelekeo wa teknolojia magari yanajiendesha yenyewe na kila aina ya maboresho yanayofanyika kwenye mifumo hii ya automatic ya uendeshaji wa magari, unaona kabisa inawezekana ikafika kipindi kukawa hivi. Lakini yeye yuko kwenye Uber, sawa ameiona AI kwamba itakuja kumreplace dereva, na kwa namna fulani anasema itaboresha utendaji na itapunguza ajali na madhara mengine, kwa sababu inakuwa tena sio binadamu, kwa sababu binadamu at some point anaweza akawa na issue tofauti. Hiyo kwenye Uber. Sasa yeye hajaangalia pia kwamba ma-CEO wengine wa makampuni mengine au taasisi zingine pia za uzalishaji nazo zinaenda huko kwenye AI. Sio hivyo? Nazo zinaenda kwenye AI, zinataka nazo zireplace watu. Sasa wale watu ambao wanakuwa replaced kwenye taasisi zingine za uzalishaji ambao wanatumia Uber, wao wakiwa replaced huko na AI, naye kwenye Uber amesha replace madereva, ile AI inayoendesha ile gari halitapata mteja ambaye ni mwanadamu, kwa sababu yule mwanadamu naye ameshakuwa replaced na AI huko ambako anafanya kazi. Kwa hiyo sasa hawa watu wakubwa duniani, sawa sijui kama wanaona kwenye engo hii ambayo na sisi tunaona watu wa kawaida. Yaani iko hivi, yule dereva aliyekuwa replaced wa Uber yule atakaa nyumbani, atakosa ajira. Ila yule dereva, yule mfanyakazi ambaye alikuwa anampeleka ofisini, na yule mfanyakazi kule kwenye ofisi yao, nao wamekuwa replaced na AI. Labda sasa kinachotokea hapo, hizo AI hizo ziendeshane. Yaani AI, Uber AI, sawa alafu AI pia ya mfanyakazi wa labda tuseme wa taasisi ya uzalishaji labda ya maziwa ya watoto. Sasa kwa sababu kule nao kwenye kiwanda cha maziwa ya watoto wamesha replace watu na AI. Labda sasa hizo AI mbili hizo zirequest usafiri na ziendeshane. Kwa sababu mimi sasa sioni kama kuna namna kila taasisi ikifika the highest level ya kureplace AI na watu, yani kwamba watu waondoke kwenye uzalishaji waingie AI. Hii taasisi kama hii ya taksi za mtandaoni ambayo ni Uber specific, ambaye CEO wake alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha Diary of a CEO. Ukienda kisearch utaona kuna kipindi kinaitwa Diary of a CEO, alikuwa anahojiwa sio siku nyingi sana, ndo akawa anaelezea namna ambavyo anaona madereva wanaenda kuwa replaced. Sasa madereva kwa upande wake yeye ni madereva, lakini pia taasisi zingine nazo zina vitengo vingine ambavyo navyo vinaenda kuwa replaced na AI. Kwa hiyo na wao nao sasa wata replace na AI. Kwa hiyo dereva alikuwa anamsubiria mfanyakazi wa ile taasisi ambayo nayo isha replace mtu na AI ili ampeleke ofisini. Kwa labda sasa hapo AI mbili zipelekane ofisini, yani AI moja imuendeshe mwingine kwenda ofisini.